hafla ya leo sio tukio la kawaida la kusaini tu, ni tamko la dhamira, ni daraja la fursa na ni mwanzo wa safari ya pamoja yenye uwezo wa kubadili maisha ya vijana na jamii zetu. Kwa niaba ya Chama cha Scout Tanzania, napenda kutoa pongezi na shukrani za dhati kwa Oris Gas Tanzania Limited kwa kuamini katika nguvu, uwezo na nafasi ya vijana wa Scout katika kujenga taifa letu la Tanzania. Chama cha Scout Tanzania inaamini kwamba kijana mwenye maarifa na kijana ni mwenye maarifa na mwenye nguvu katika taifa. Kijana mwenye ujuzi na ni rasilimali kwa taifa, na kijana mwenye maadili, nidhamu na dhamira ya kulitumikia taifa ni msingi wa mustakabali wa taifa letu. Ndio maana ushirikiano huu una umuhimu mkubwa sana kwetu sisi Chama cha Scout Tanzania, ikiwa ni mdau mkubwa katika vijana nchini Tanzania. Kwa pamoja tunalenga kuleta mabadiliko katika maeneo ambayo ni muhimu kwa Tanzania ya sasa na ya kesho: usalama wa jamii, maandalizi ya kukabiliana na dharura, maendeleo ya ujuzi, ajira, ujasiriamali wa vijana na matumizi ya nishati safi. Ndugu Scout wenzangu, Chama cha Scout Tanzania haikubali kuwa mtazamaji wa maendeleo ya taifa. Sisi ni sehemu ya suluhisho. Kwa hiyo makubaliano haya yanawekwa mbele yetu, yana wajibu mkubwa sana kwetu. Tunatarajia kutoa elimu ya usalama kwa maelfu ya wananchi, kujenga uwezo wa vijana wa Scout katika mwitikio wa dharura, pamoja na kuwafungulia vijana njia ya kupata ujuzi, ajira na fursa za kujiajiri. Hatutaki vijana waambiwe tu kuhusu fursa. Tunataka wajenge uwezo wa kuzitambua fursa, kuzitumia na kuzalisha fursa mpya. Kwa upande wa Chama cha Scout Tanzania, na natamka wazi kwamba tutasimamia ushirikiano huu kwa umakini, uwajibikaji na dhamira ya matokeo. Tutahakikisha kuwa nguvu ya vijana wetu na mtandao wetu wa Scout nchini utatumika pasavyo katika kufikia malengo yaliyowekwa katika makubaliano haya ambayo tutaingia hii leo. Ninaomba vijana wa Chama cha Scout Tanzania nchini Tanzania litazama tukio hili kama mlango wa maarifa, ujuzi na fursa mpya. Hivyo tujifunze na tujenge uwezo, tuwe wabunifu, na zaidi ya yote tujiamini kwamba kwa namna ambayo nafasi na uwezo wa kuwa na sehemu ya maendeleo ya taifa hili. Kwa upande wa Oris Gas Tanzania Limited, tunasema kwamba Chama cha Scout Tanzania kiko tayari kushirikiana nanyi. Kwa wenzetu wa Chama cha Scout Tanzania tunasema kwamba tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa ushirikiano huu unazaa matokeo yaliyochanya, hasa tukizingatia kwamba katika mikakati yetu strategi za priority za Chama cha Scout Tanzania na Scout ulimwenguni tunasema ni fit for purpose organization. Kwa taasisi yetu sisi ni adaptable na fit for purpose. Ndio maana imekuwa rahisi kwetu kushirikiana na wadau kama ninyi kuweza kufikia malengo malengo mapana ya kimaendeleo. Na hii tunaweza kutoa mfano, tayari sisi tuna ushirikiano na TAKUKURU katika kuwajenga vijana wachukie rushwa katika zile klabu zenye mashule kwa ajili ya kupinga rushwa. Vile tuna uhusiano na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuhakikisha kwamba vijana wetu katika shule walikuwa ni mabalozi, kuhakikisha kwamba kuweza kugundua mapema viashiria vya moto na kuvizuia ili moto usitokee na kupunguza majanga ya moto. Tuko hapa kwa ajili ya kusaini mkataba wa mashirikiano wa kuhakikisha nchi yetu inakwenda kutoa mafunzo ya weledi katika matumizi ya nishati safi ya kupikia, lakini usalama wa matumizi ya hizi nishati hasa gesi na usalama wake. Kwetu sisi Scout Tanzania ni jambo la muhimu sana, si tu kwa sababu leo tunasaini kisheria, lakini ni mkakati endelevu utakaowasaidia vijana wetu kuiweka dunia iliyokuwa bora zaidi kuliko walivyoikuta, to create a better world. Kwa hiyo ni tukio kubwa ambalo linawahusu hasa vijana katika kuhakikisha wanatimiza misingi ya Scout
yaani wajibu kwa Mungu, wajibu kwa wengine na wajibu binafsi. Katika hili watatakiwa kwenda kutimiza wajibu binafsi. Kwa hiyo leo tuna sign mkataba utakaowawezesha vijana wetu wa Scout na vijana wetu wa Tanzania kuhakikisha wanajua nishati safi jinsi inavyotumika, lakini na jinsi ya tahadhari ya matumizi ya nishati safi. Oryx tumekuwa tukifanya juhudi kubwa sana za kuendeleza nishati safi na sisi ndio waanzilishi, na tunashukuru sasa hivi watu wengi wameenda kule, wameiga na wanahamia kule. Lakini sasa kinachofuata nini? Kwamba tunataka watu wa salama, kwa sababu unapopeleka mitungi ya gesi kwa watu majumbani, watu wengi wakahamia kule, lakini kama hawajapata mafunzo ni kama wamefanya kazi bure. Tunasema kwamba mtu asiyefundishwa hayupo salama bado, hata kama unajua kutumia gesi za kupikia, lakini kama hujapata mafunzo bado haupo salama. Kwa hiyo tunafurahi leo kukizindua kitabu mbele ya Scout ambao ndio tumekuwa na ushirikiano, tumesaini mkataba sasa hivi wa ushirikiano kwenye kutoa mafunzo kwa jamii mbalimbali, ili sasa jamii nzima ya Watanzania iweze kuona nini Oryx inafanya. Hiki ni kitabu cha kwanza kutoka. Hakuna kampuni ambayo imetoa kitabu kama hiki. Tunaamini kwamba watu wengi wapo kwenye biashara ya gesi, wanasukuma gesi, wanauza, lakini kampuni kama Oryx tumekuwa waanzilishi wa haya mafunzo. Kwa hiyo jitihada zetu binafsi kuhakikisha kwamba unapokuwa ukitumia bidhaa yetu, lakini unatumia katika hali ya usalama. Humu ndani kuna vitu vingi sana. Kuna elimu ya gesi, kuna matumizi salama ya gesi, na tupenda mbali zaidi mpaka miongozo tumeweka ya matumizi ya gesi kupitia kwa taasisi mbalimbali za serikali. Kwenye mashule tutakutana na Wizara ya Elimu, tutapeleka kitabu ili waweze pia kukitumia katika ufundishaji. Lakini kwa mwanzo kabisa matumizi yake tumeanza na sisi wenyewe kwenye kupeleka elimu katika jamii ya Tanzania, lakini mbeleni tutaenda mbali zaidi katika taasisi mbalimbali. Lakini kwa kuwa tupo kwenye mchakato wa kupata copyright, baada hapo sasa tutazidi kutanua wigo wa kupeleka kitabu katika sehemu mbalimbali. Tumetumia njia mbalimbali za kutoa mafunzo, ikiwemo kuanzisha kubandika stika. Mitungi yetu yote ya gesi imewekwa stika ya usalama, ili kwamba hata mtu ambaye hakuweza kukutana na sisi moja kwa moja, lakini atasoma zile instruction kwenye stika. Kwa hiyo mtumiaji wetu wa gesi anapata mafunzo kabla hajatumia. Tumeshawawezesha wasambazaji wetu, distributor wote wanatoa hizo elimu na tunajibu maswali mengi, lakini kwa hii kitabu maana yake nini? Tunaongeza wigo mpana zaidi kwa watu wengi kuweza kufikia ujuzi wa kutumia gesi. Lakini si kwamba tulikuwa tukuza bidhaa bila mafunzo, ila sasa hivi tunawapa mafunzo hata wale ambao bado hajanunua gesi. Mwanzoni wanaonunua gesi wanapata mafunzo, lakini sasa hivi tunapeleka mafunzo kwa watu wengi wa Tanzania wote ambao waliokuwa na gesi na wasiokuwa na gesi. And to be ready to give support assistance also to communities for improvement of the welfare of the community. So that is why when we started to work on the implementation of a Nishati Safi Kufikia program, we immediately felt the need to educate the users of gas in order for them to make sure that they are using gas safely. Yes? So we cannot do that alone in terms of training, in terms of support. And thanks to this man, Peter, we identified very quickly that one of the best vehicles we could find is the Scout Association, because your raison d'être, as we say in French, your essence is to be at the service of the nation and to be at the service of the community. So the core of this agreement is to make sure that Peter will provide and Oryx will provide the necessary training to Scouts representative, for these Scouts representative to be then put at the disposal of the communities for their use of safe use of LPG. And I believe that
this is the start of a long and very successful partnership and journey across the years to come.